Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi watazamaji wa Al-Fatah TV Online. Karibuni sana katika kipindi chetu maalum hapa studio kwa siku ya leo. Jina langu ni Khadija Juma, lakini pia nipo na mgeni ambaye kwa nafasi yake si kiongozi tu, bali ni mtu ambaye amekuwa na mchango wa mawazo makubwa na mshindani wa mawazo, lakini pia maisha yake yamejaa uthubutu na maono makubwa ambayo moja kwa moja yamekuwa yakigusa jamii. Na si mwingine ni Mafunda Kombo Faki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Asante sana Hadija. Karibu sana studio. Nakushukuru sana. Tunafurahi sana kuwa nawe leo siku ya leo. Na mimi nimefurahi pia kuweko hapa nanyi na nategemea kuna mengi ambayo tutazungumza na tutafaidika wote. Kabisa kabisa. Hivyo basi mtazamaji, tukukaribishe sana. Ninaamini mazungumzo haya yanaenda kuwa na thamani kubwa sana na yatagusa maisha yako kwa namna moja ama nyingine. Na Mafunda, Naam. moja kwa moja kwa kwanza, wengi wetu tumekuwa tukisikia Mafunda Kombo Faki. Nina shauku kubwa ya kujua Mafunda Kombo Faki ni nani hasa? Asante sana. Mafunda ndo yule ambaye umeshamtambulisha hapa mwanzo. Ni Mafunda Kombo Faki. Naam. Ni Mzanzibari, ni mzaliwa hapa Zanzibar, ni Mtanzania. Lakini pia ni mwanaharakati wa masuala ya kijamii, especially kwenye masuala ya kiuchumi. Lakini pia nisemeje, ni mtu ambaye kielimu nimesomea masuala ya mahusiano kimataifa na diplomasia, lakini pia nikaongeza elimu yangu pia kwenye masuala ya utalii. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimejikita sana katika kushajiisha na kuzungumza na vijana na wadau mbalimbali wa maendeleo katika masuala mazima ya kiutalii, masuala mazima ya kiuchumi, hususan kwenye uchumi wa buluu, masuala ya ujasiriamali, lakini pia nje ya hapo pia nafanya vitu mbalimbali kuhusiana na masuala ya kushajiisha watu, especially kwenye masuala ya elimu ya afya ya akili, lakini masuala ya uwekezaji, masuala ya kijamii, kimataifa na kitaifa, especially kwa masuala ya vijana zaidi, nimebezi huko. Kwa hiyo ni mtu ambaye najishirikisha katika vitu mbalimbali ambavyo nahisi ama naona muono wangu kwamba ni vitu ambavyo vinaweza kuleta maendeleo katika jamii. Kwa hiyo huyo ni mimi kiufupi. Tukielezea kiurefu yatakuja mengi zaidi huko mbeleni. Na je, Mafunda ni mama wa watoto au ni mke? Tunatamani kujua hilo. Mafunda sio mke, lakini ni mama wa watoto wa ndugu zangu na kaka zangu. Kwa hiyo sijaolewa, sijazaa. Yeah. Mtu akitaka kuja labda jimbo liko wazi au tayari lina mwenyewe? Inshallah Mungu ataleta. Inshallah. Yeah. Kwa juu nafahamu wewe ni mkurugenzi mtendaji wa Zanvacay. Ndio. Tunatamani kujua Zanvacay ilianzishwa lini na kwa malengo gani sasa? Okay. Zanvacay imeanzishwa mwaka 2019, lakini kuzinduliwa rasmi ilizinduliwa mwaka 2021. Kwa hiyo mwaka huu tulisherehekea miaka 5 ya Zanvacay. Na asante sana. Na lengo lake kubwa ni kuwawezesha vijana katika masuala ya kiuchumi, especially kwa Zanzibar. Kwa hiyo sisi tumejikita katika pande tatu. Tumejikita katika masuala mazima ya utalii, tumejikita katika uchumi wa buluu ambao ndani yake ndio kuna huo utalii pia, lakini pia tumejikita katika masuala ya ujasiriamali, kuwawezesha vijana katika kujikwamua kimaisha katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo hiyo ndio Zanvacay ilivyoanzishwa, lakini pia na malengo yake ambayo tumejikita katika kunyanyuana sisi vijana, kwa sababu tunaona kwamba ni watu ambao tunachakarika sana katika masuala mbalimbali. Kwa hiyo tukaona tu base katika hizo sehemu. Na pia tumebase katika kitu kinaitwa MICE industry, ambayo ni neno la Kiingereza linalozungumzia kwamba MICE ni meeting, incentive travel, conferences na exhibition. Kwa hiyo katika shughuli zetu nyingi lazima tutakuwa tunafanya hivyo vitu vinne. Kwa hiyo hiyo ndo Zanvacay kwa kifupi zaidi. Na nini kilikusukuma ukaona sasa ipo haja ya kuwahusisha vijana katika utalii? Kwanza niliona mimi mwenyewe nilikuwa najihusisha sana katika masuala yangu ya kidiplomasia wakati nasoma pale IPA, lakini nikaona kwamba ndani ya vitu ambavyo mimi nimevisomea, kwa sababu nilikuwa naenda kusimamia itifaki katika event mbalimbali, lakini event zaidi ambazo nilikuwa nazisimamia zipo katika masuala mazima ya utalii. Kwa hiyo wakati nikiwa naenda katika zile harakati nikaja nikaona kwamba kuna fursa nyingi ambazo zinatuhusu sisi vijana ambazo hatujaanza kuziona, vipi tutazikamata. Kwa hiyo nikaona kwamba kwa nini nisiongelee, yani kila nikiendelea kukua kwenye harakati nisingie katika masuala ya utalii,
alafu tuweze kupeana fursa mbalimbali kama vijana tuwezaje katika kujinyanyua katika harakati zetu za kujitafutia maisha. Kwa hiyo ndo nikaona sasa ngoja niwaite vijana, kwa sababu kipindi kile ni kwamba vijana kwanza tulikuwa hatupo wengi, wanawake ambao tuko katika utalii. Alafu pia nilichogundua kwamba vijana tulikuwa tunajikita kwenye kuwa tour guides. Lakini kumbe unaweza kuwa tour guide, unaweza kuwa event planner kwenye masuala ya utalii. Wazungu wengi sasa hivi wanakuja kufanya ndoa zao huku. Kwa kama kijana kwenye utalii unaweza kaingia ukafanya kitu hicho, sio lazima uwe tour guide. Lakini pia unaweza ukawa mtu ambaye una conduct exhibition, maonesho mbalimbali ya kibiashara ndani ya utalii. Unaweza ukawa tour operator pia, mwendesha watalii, mwendesha kampuni za kitalii. Kwa nikaona kuna fursa nyingi sana, na kwenye masuala ya uchumi wa blue ndo halikadhalika. Nikaona kwa nini tusikae kitako, tujadili na tuangalie kila mmoja wetu atachukua fursa kiupande upi. Kwa hiyo tukafikia huko, na so far naona vijana wenzangu wengi tumejitoa katika hizo harakati na tunaendelea kupigania, kwa sababu ni sekta ambayo ni kubwa, inaendesha kiuchumi, lakini ni kongwe, lakini pia ina mambo mapya ambayo yanakuja siku hizi sana. Masuala ya AI, teknolojia, kiangalia ni vijana ambao sana wana grab hizo opportunity. Sasa hivi mambo ya AI wanayojulia sana ni vijana. Kwa hiyo jinsi gani tutatumia hiyo pia maendeleo ya teknolojia kwenye utalii, ni sisi ambao tunatakiwa tuitumie nafasi inavyotakiwa. Mara nyingi umekuwa na shauku kubwa ya kuona vijana wanafika sehemu fulani. Sasa tangu kuanzishwa kwa Zanzibar K mpaka sasa, malengo yamefikiwa kiasi gani? Tunajitahidi kimwendo wa kobe, kwa sababu kuwaita kwetu ni kupitia events zetu mbalimbali ambazo tunafanya. Kwa hiyo kadri Zanzibar K inavyokuwa ndo kadri tunavyoweza kuwafikia wengine. Lakini katika kipindi cha miaka 5 tumeweza kuwa connect vijana katika sekta ya utalii, katika fursa mbalimbali, opportunity mbalimbali, kuunganisha na wadau mbalimbali wa kiutalii na wa maendeleo. Kwa hiyo kipande fulani najivunia kwamba tumepata kuonekana, tumepata kusaidiwa na kusapotiwa, lakini pia tumepata kuungana na vijana wenzetu ambao katika sekta mbalimbali za kimaendeleo, katika harakati za kiuchumi na kuleta maendeleo katika Zanzibar. Kiupande wa vijana wenzetu, japo kama nilivyosema mwanzo ni kwamba inahitaji moyo na juhudi, unajua Alafu ukiangalia ni kwamba ni utalii na uwanda mpana. Kwa hiyo kila mtu na passion yake, muangalie kwamba anataka awe nani kwenye kile kitu. Kwa hiyo tunajaribu kufika katika sehemu tofauti tofauti, 1 na 2 3 ili tuweze kufika, japo ni mwendo mdogo mdogo, lakini alhamdulillah tunajitahidi. Umezungumzia events ambazo zimekuwa zikiandaliwa na Zanzibar K. Kuna international summit ambazo mmekuwa mkiziandaa. Ndio. Tunatamani kufahamu kwa undani processes zikoje, mtu akitaka kujiunga afanye nini? Kwa Zanzibar International Youth Tourism Summit ni mkutano ambao tunafanya kila mwaka hapa Zanzibar, ambapo sana inakuwa inakusanya vijana 100 mpaka 150. Na tulikuwa tukiwafikia mataifa mbalimbali kikiwemo Afrika na nje ya Afrika. Wanakuja watu kutoka Ujerumani, lakini tunapata wengine kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Na jinsi ya kushiriki na kwa usually ni kwamba tunatoa link ya kujisajili, ambapo mtu unajisajili, unaweka taarifa zako mle ndani, alafu sisi tunakutumia barua kwamba umekubaliwa na unapewa muda wa kuweza kufanya malipo, and then ukishafanya malipo unakuwa tayari unakuwa miongoni mwa washiriki. Kwa hiyo ukija huku sisi tunakuwa tushakuwekea tayari sehemu yako ya kukaa baada ya kufanya ile malipo. Usafiri wa hapa ndani, kama uko nje ya nchi unajilipia mwenyewe usafiri wako wa ndege, ama utakuja kama mtoka Kenya au wapi nchi za karibu wa basi na kitu chochote, alafu unaweza kufika. Kwa hiyo process yake ni hivyo tu, kwamba unajisajili online, tunakupa email ambao kwamba umejibiwa, unakuwa na barua, kwa sababu wengine pia wanataka kuweza fundraise, kutafuta fund sehemu mbalimbali. Kwa ile barua yetu ndio inakuwa inawasaidia kuweza kutafuta wadau mbalimbali ambao wataweza kuwasaidia katika kufikia hiyo lengo lao. So far tunajitahidi, tumepata vijana mbalimbali wa Afrika ambao walikuwa wanakuja, na hata mwaka huu tulifanya pia mwezi wa 6 kwa sababu tulikuwa tunapisha harakati za kisiasa. Kwa hiyo tulifanya mapema na tunategemea kufanya tena mwakani inshallah. Kwa hiyo tuna mengi ambayo tunawaandalia vijana wenzetu, bado hatujajua tutaifanyia wapi, lakini inshallah information zaidi zinaweza kutoka. Kwa hiyo vijana tunahitaji wale wengi, kwa sababu mwamko ukiwa mwingi ndio tunawafikia wengi. Japo changamoto tunayoipata ni kwamba washiriki kutoka Zanzibar ni wachache kuliko wanaotoka nje, ama wanaotoka nchi za jirani, tuseme Kenya na nchi nyingine, na au wapi
mainland No. Tanzania bara wanakuwa wengi kuliko hapa Zanzibar. Sasa sijajua ni kwamba hatutaki kujua utamaduni wetu, utalii wetu, ama ndo tushazoea kwamba vivutio vya utalii si ni vya hapa Zanzibar na sisi ni Wazanzibari, kwa nini tuende? Lakini nilichogundua ni kwamba sisi wenyewe Wazanzibari, utalii wetu, tukiulizwa baadhi ya sehemu nyingi ambazo zipo hapa Zanzibar, ama ni nani waziri wa utalii, katibu wa utalii, ama vitu gani vipo, taasisi gani ambazo zinajikita katika masuala ya utalii Zanzibar, hatujui. Yes. Lakini bado pia kujitoa ambapo tukajifunza na sisi Wazanzibari wenzetu ama Tanzania kuweza kujua utalii wetu inakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaendelea kuvipigania, japo ni inahitaji moyo na roho. Kwa kweli. Umezungumzia kuhusu uchache wa vijana wa Kizanzibari kushiriki katika International Summit ambazo umekuwa ukiziandaa. Unafikiri changamoto ni nini hasa? Sio labda tatizo la fedha, labda gharama ya kujiunga au kujoin kwenye hizo summit ni kubwa sana. Unahisi tatizo ni nini hasa? Inawezekana hiyo ni miongoni mwa vipengele ambavyo vinawafanya wawe wachache kwenye hizo event. Lakini pia nikiangalia ni kwamba na mwamko pia mdogo, kwa sababu hata kwenye malipo ambayo wanafanya, malipo ambayo wanalipa watu wa nje ni tofauti na wanaolipa wazawa. Kwa hiyo wanaolipa Tanzania ni tofauti na wanaolipa wenzetu kutoka nje, na hususan ni kwamba wanaolipa kutoka nje wao wanalipa kupitia USD, pesa dola ya Kimarekani, lakini kwa hapa wanalipa pesa za Kitanzania, na ambayo pia ni hafifu ya ile ambayo wamelipa wale wengine. Kwa hiyo saa nyingine inategemea pia na mwamko wa watu wenyewe, kwa sababu wapo ambao wanatokea hapa Zanzibar lakini wanalipa, na ukiangalia pia tunawapa muda wa kuweza kujipanga, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, tunawapa barua ambayo inawasaidia wao kuonesha kwamba uhalali wa hii event, lakini pia mpaka bei inayotakiwa kulipa. Kwa hiyo unaweza kutoka hapo kwenda kumfuata mtu kwenye taasisi ya kifedha, taasisi ambayo kubwa, au taasisi yote ambayo unawajua kwaweza kwa kusaidia kuweza kuchangia kwenye kile kitu. Kwa hiyo ukiwa na mwamko haswa, hilo linafanikiwa. Labda nikutolee mfano. No. Kwa mfano wakati nakumbuka nasoma, kuna English school moja inaitwa Streeters nilisoma. Ilikuwa pale kwa Alamsha. Kipindi hicho mwaka 2012, 2011 kama sikose, 2013. Ilitokea safari ya kwenda Afrika Kusini. Mimi sikuwa na pesa, wala familia yangu haikuwa na pesa kuweza kumiliki au kuafford hiyo safari. Lakini nikajiambia kama kawaida yangu mimi naweza nikafikiria kitu ambacho siwezi nitakifanyaje na nikahakikisha nakifanya. Kwa hiyo nilifikia wakati kwamba nilitaka ile safari lakini sina pesa na wazazi wangu hawezi kunilipia hata wachange vipi. Kilichonifanya nikaweza ni kwamba mimi nilikuwa nashiriki katika kipindi cha Usewaza. Kwa hiyo nikapata ile taarifa, nikawapelekea viongozi wangu, nikaambia kwamba na hii shughuli ipo na nahitaji kuenda. Kuna uwezo wote wa kunisaidia? Na nilisaidiwa, nikaenda. Lakini ningekaa nikasema kwamba sina huo uwezo, kwa acha iende tu, nisingepata ile fursa. Nilijitoa, nikaenda, nikaambia kwamba hii ina umuhimu wake. Naenda kujifunza, ni study tour ya wiki 2 Afrika Kusini. Nikaambiwa sawa, tunaweza kukusaidia, kwa sababu nilikuwa nakaa kule nafanya program zangu, tunaenda tunajitolea, na nikafikia hivyo. Kwa hiyo ni ule utayari kwamba okay, kama naitaka hii event, nitajaribu effort zangu mpaka niipate. Kuna watu wanatufuata, wanatuambia jamani, mmeka kiingilio hichi hapa, lakini nimejitahidi imefika hela hii hapa. Tunaruhusu, wanakuja na wanalipa nusu au robo na nusu ya kile ambacho watu walitakiwa kufanya. Kwa hiyo ni utayari, kwa sababu ukishakuwa tayari kwa jambo, basi unaweza kujitahidi effort zako mpaka ukalifanikisha. Na gharama ya kujiunga ni shilingi ngapi au inatofautiana? Inatofautiana na miaka, kwa sababu saa nyingine viwango vya hela vinashuka, saa nyingine vinapanda. Kwa kila mwaka inakuwa ina viwango vyake, na ile program tunavyoiandaa, kwa sababu vitu vinabadilika. Mwaka huu alifanya hivi, lakini mwaka huu unajua ni event ya siku 5. Kwa hiyo zile activities za katikati zinakuwa zinabadilika, na vendors ambao tunawatumia pia bei zao zinabadilika. Kwa hiyo saa nyingine hatuwezi kuwa kwamba kila mwaka lazima kiingilio kujisajili ni pesa ile ile, inakuwa inabadilika kwa time. Naona unafanya vitu vingi sana, unajihusisha na mambo mengi. Hivi ulipokuwa mdogo, ulikuwa ukiota kuwa nani? Nilipokuwa mdogo, nilikuwa sana ndoto yangu ni kwamba nilikuwa napenda sana kuona wale watu ambao katika let's say television wanaenda sehemu tofauti tofauti, yani wana ule uhuru wa kutembea, kuzungumza. Nilikuwa napenda sana kuona watu wanaofanya vile. Lakini pia nilikuwa napenda wale watu ambao wanaenda na wakati.
na pia kwenye masuala ya mavazi, lifestyle na kila kitu. Kwa hiyo alafu nilikuwa na passion sana kwenye utalii. Japo nakumbuka nafanya maombi kwenye kufanya maombi ya chuo mara kwanza kwenye degree yangu ya kwanza. Nilifanya maombi kupitia chuo cha Suza kuapply utalii. Ndio. Nikakosa. Like niliambiwa kwamba hawasomeshi, hakuna hiyo kitu. Kwa hiyo nikakaa nje mwaka mmoja bila kuenda kusoma chuo chochote. Nikaja nikaomba mara pili nikakosa tena. Kwa hiyo ile mara pili nilipokosa kule, nikapata nafasi ya kusoma IPA, ndio nikasoma mahusiano ya kimataifa na diplomasia. Lakini mwisho wa siku katika diplomasia nikawa nafanya harakati za kiutalii. Na ndipo master yangu nikaenda nikabobea tena kwenye utalii nje ya nchi. Kwa hiyo nikajua kwamba ilikuwa ni kitu ambacho kimo ndani ya damu. Japo Mwenyezi Mungu alikuwa ananiambia vuta subra, utaenda kidogo kidogo kupitia njia nyingine na utafika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilikuwa ndani ya nafsi yangu na najiona kwamba naviishi. Na alhamdulillah ni kwamba changamoto zipo nyingi, mambo mengi, lakini bado tunaenda. Na pia nafanya vitu vingi katika jamii ama katika maisha in general, kwa sababu at first pia nilikuwa sipendezwi na lifestyle ya maisha ya nyumbani kwetu ama familia. Kwa hiyo ndoto yangu ni kwamba nataka kuchange life yangu. Nataka ni change familia yangu. Nataka ni change hivi. Kwa hiyo likija hili hapa naona naliweza nafanya. Hili naliweza nafanya. Hivyo yani sisi vijana nasema yani nitatoboa tu inshallah. Kwa hiyo nikawa napita kila channel ili mradi nione kwamba if huku ndo niko ninakotakiwa niende basi nitaenda. Kama huku siko, najua nitapata experience ndogo 2-3 alafu nitaenda upande mwingine. Kwa hiyo ndio maana ukija ukiangalia vitu nilivyofanya ni vingi sana mpaka nikafikia hapa. Na hapa nilipo kwenye utalii nipo, lakini still utasikia niko EU mambo ya vijana, mara niko Africa Tourism Board, mara leo kuna kwenye investment, kwa sababu najiona bado sijafika na siwezi kusimama sehemu moja nikategemea kwamba hapa ndo nitasimama. Kwa sababu anything can happen. Kwa hiyo hatuwezi kujua kesho yetu iko wapi. Kwa hiyo chochote ambacho ni cha halali nakifanya ili mradi tu nitoboe. Okay. Mwaka jana ulipata tuzo ya Malkia wa Nguvu katika sekta ya utalii ya mwaka 2024. Ndio. Natamani kujua hii tuzo imefungua fursa kiasi gani kwa upande wako? Tunzo niliyopata ya Cloud Media imenisababishia kwanza kuweza kutambulika zaidi, ambapo watu wengi wameweza kunitambua kwamba Mafunda kwa Zanzibar utalii anajulikana na ni miongoni mwa watu ambao wana champion utalii ndani ya Zanzibar na Tanzania. Lakini pia imenisababishia kupata fursa na connection za sehemu mbalimbali, ambapo sasa hivi nikiwa na jambo langu lolote linalohusiana masuala ya utalii, nikiwatafuta baadhi ya watu naambia kwamba na jambo langu hili, naweza nikawatumia picha wakaliposti na wakaliposti na wakakubali kuweka katika mitandao ya kijamii. Na ukiweka pale inamaanisha kwamba watu ambao wanafuatilia ile kitu wanakuona. Kwa hiyo hata Zanzibar pia watu wanasema umepewa hii tunzo, Cloud ni media kubwa. Kwa hiyo ilivyowekwa vile katika ile tuzo ni kwamba unaonekana kwamba unafanya vitu vikubwa. Kwa hiyo watu wanakuamini na wanaona kwamba huyu ni mtu ambaye tunaweza kumwamini katika masuala haya ya kitalii, tunaweza kumshirikisha, kuja kushiriki, kuja kushauri, kuja kufanya mambo ambayo anaweza kufanya kiupande wake na kwa uwezo wake. Hongera sana. Nakushukuru sana Hadija. Umezungumzia swala la EU na umekuwa ukiwasilisha sauti za vijana kupitia EU Voices Lab. Safari hii ilianzaje? Safari hii ilianzia mwaka 2023 2024 kama sikosei, ama hiyo miaka 2024. Ndio. 2024 mwaka jana. Mwaka jana. Yes. Inawezekana. Okay. Nilikuwa kwa masomo nje ya nchi, Cyprus, Uturuki. Kwa hiyo kuna wakati nilikuwa napitia kipindi kigumu, ambapo sipendi kuongelea hizo vitu. Kwa hiyo nilikuwa nimekaa na wazia kwamba nasoma, namaliza kusoma. Kipindi kile ndio nilikuwa naandaa research yangu. Nimeenda kusoma masters. Kwa hiyo nimekaa nikasema nikimaliza hapa nitafanya nini kingine? Narudi nyumbani Zanzibar ama niendelee kutafuta maisha, niendelee sehemu nyingine. Kwa hiyo nikawa nakaa nafungua kwenye website na fanya maombi ya program mbalimbali.
miongoni mwao ilikuwa ni hiyo. Niliapply internship kwenye mashirika mbalimbali kimataifa, niliapply kazi, niliapply program za vijana. Yaani mimi kilicho mbeleni mwangu nilikuwa na apply tu, na nilipata zile messages za we regret nyingi sana. Kwa hiyo sasa ikaja ikatokea hiyo, ni miongoni mwa vitu ambavyo nilikuja kupata email kwamba nimekuwa accepted, nilikubalika. Niliapply tu kwamba nataka kuwa advisory board member, lakini pia mwanzo nilikuwa niko katika program mbalimbali za restless development ambayo iko Tanzania, in the Africa and the world. Kwa hiyo niliapply, wakaniambia kwamba nitashiriki kwenye interview. Nimeshiriki, lakini wakakaa muda mrefu bila kunijibu. So nikasahau, nikaona kwamba hizi ni miongoni mwa zile program ambazo una apply alafu unaachwa tu. Yeah. Lakini ndo baadaye wakaja wakanijibu kwamba nilikuwa accepted, na mwaka 2024 mwezi wa 10 ndio tukaenda kutambulishwa rasmi Ethiopia. Kwa hiyo nikawa miongoni mwa Watanzania ambao wameweza kupata hiyo nafasi. Na so far kwa vijana ambao tuko katika advisory board member, mmoja ambaye ni mimi Mtanzania, niko kwenye Youth Voice Lab, ambao kazi yetu ni kuamplify youth voices, kuzipeleka mbele, kuzikuza voices za vijana katika masuala ya kimaendeleo Afrika. Na mwingine yeye yupo katika Action Lab, ambao hawa ndio watu wa actions, kwamba okay, vijana wa Afrika nyinyi mnawasemea wapate fund, wapate msaada wa kifedha, then Action Lab wao kazi yao ni kuwatafuta na kuwapa hizo fund. Kwa hiyo sisi wazungumzaji wao watendaji. Kwa hiyo ndo nikaipata hiyo nafasi kupitia huko. Tumeona hivi karibuni siku chache zilizopita umeteuliwa kuwa Global Ambassador, balozi wa kimataifa wa utalii. Ndio. Nafasi hii umeipokeaje, lakini pia nafasi hiyo ina maana gani kwako na kwa vijana wa Kizanzibari? Nimeipokea kwa mikono miwili, kwa sababu sio ambayo nilitegemea kama naweza kuipata. Kwa sababu Africa Tourism Board mimi nilikuwa mwanzo kama ni balozi wa vijana kuwakilisha Afrika, like kuwakilisha Zanzibar na Tanzania kwenye ile bodi ya utalii ya Afrika. Lakini baadaye nikaja nikapokea huo uteuzi, let's say, kwa kupandishwa daraja kutoka just youth ambassador kuwa ni global ambassador sasa kimataifa. Kwa hiyo nimeona ni nafasi kubwa na fursa kubwa kuona kwamba juhudi zangu zinaonekana na zinathaminiwa, na licha ya kuthaminiwa pia zinakuzwa, kwa sababu kutoka ile level hii mpaka kwenda hii ni kitu ambacho kinaonekana kwamba ninayoyafanya yanatija katika hii sekta, natakiwa nifanye zaidi, sio chini tu, nipande juu zaidi kwa ajili ya kuyafanya. Kwa hiyo ni kitu kizuri, nimekipokea, na kwangu mimi kinaonyesha kwamba nahitajika kufanya juhudi za ziada kufika mbali na kuwafikia wengine. Na pia ni kitu ambacho naweza kuwashajiisha wa vijana wenzangu kwamba tunaweza, kama nimeanza chini nikafika juu. Kwa hiyo kama mimi nimeweza kufika hapa, then mwingine anaweza kufika mbali zaidi. Kwa hiyo nimefurahi na nimeshukuru, alhamdulillah. Umekuwa ukifanya mambo mengi na unatambulika kama hivyo Afrika, lakini pia kimataifa. Natamani kujua sasa nafasi hii ambayo uko nayo hapa nyumbani inatambulika vipi? Nyumbani inatambulika kiasi fulani. Lakini kuna vingi, kwa sababu kusema ukweli kama hujajitoa ukawaambia kwamba mimi ni huyu, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo inatambulika kiupande fulani na napewa supporti afadhali. Lakini if nikisema ukweli I need more, like zaidi, ni kwamba nafanya kwa kujitolea na nafanya kwa sababu iko ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo sometimes unahitajika uwe supported. Yaani uwe mtu ambaye unasaidiwa ikiwa una lile jambo lako. Kwa sababu vijana, kuna msemo watu vijana tunasema sisi vijana tunahitaji kuwa collaborators na wale wanaotuongoza na sio competitors. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuona kwamba okay, tumetambulika, yani nimetambulishwa kuwa balozi, sawa, ngoja niwape taarifa bodi fulani au taasisi fulani, tuone kwamba tutaweza kushirikiana vipi kwa hili. Kwa hiyo tunajitahidi kiupande fulani, na tunajitahidi pia kuwafikia wakubwa na level tofauti tofauti, kuona kwamba tunakuwa supported na kuongozwa katika hili, ili mradi tu tufikie hayo malengo. Hongera sana. Na kwa jamii ya Kizanzibari, wazazi wengi ambao wamekuwa wakiwazuia watoto wao, wamekuwa wakiona kwamba mtoto wa kike kujichanganya na watoto wa kiume ni utovu wa adabu. Naona umekuwa ukifanya mambo mengi, ukitembea sehemu tofauti tofauti. Familia yako inachukuliaje au inakusapoti vipi katika harakati zako?
Familia yangu nashukuru alhamdulillah, mama yangu sio watu ambao wamesoma. Kwa hiyo hawajui ninayoyafanya. Kwamba mimi kitu kimoja ambacho kila siku nilikuwa nakaa naongea na mama yangu ni kwamba namuelezea yale ninayoyapitia kiupande fulani na ninayoyafanya. Ndio najua kwamba kuna baadhi ya vitu vingi hataweza kuvielewa kwa sababu maisha ninayoishi mimi ni tofauti na anayoishi yeye. Na amekuwa akipata hayo maelezo ambayo umeyasikia kiutamaduni, ni kwamba anapewa hizo taarifa kuhusu mimi. Kikubwa akiongea na mimi ananiambia kwamba mimi watu wanaoniambia si lazima kuja nikakwambia, lakini kikubwa ni kwamba utakapokwenda popote unasimama na Mungu na ujue Mungu uko naye anakuona. Kwa hiyo popote unapoenda, chochote unachofanya, mimi najua kwamba wewe ni mtu mzima, unajua nini unafanya. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinaniongoza mpaka sasa. Popote pale nilipo, kwenye kazi zangu na kwenye harakati zangu za maisha. Changamoto zipo za kuonekana kwamba wewe mtoto wa kike, unafanya hivi, unaenda huku, lakini mwisho wa siku wewe mwenyewe ndio unajua nini unafanya, na mwisho wa siku unajua wewe malengo yako yako wapi. Kwa sababu kikubwa ni kwamba sio tu mimi kuonekana nimeenda sehemu nimefanya jambo, lakini familia yangu inaniangalia na mama yangu ni tegemeo lake kwangu kwamba mimi niweze kumsupport na familia. Kwa hiyo nikisema kwamba nisifanye hivi kwa sababu tu kuna watu wanataka kunirejesha nyuma au kusema jambo ambalo linaweza likanivunja moyo, basi naishia tu kusimama na yale maneno ambayo mamangu aliniambia kwamba fanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu amekujalia uwezo wa kulifanya, na unasimama na Mungu na unafanya mambo yako kihaki lillahi na kidhati, then why not, utafika tu unakoenda. Na anakuambia mimi naendelea kukuombea, na nikikwama naomba mama niombee kuna hiki na hiki na hiki, sawa, na mambo yanakwenda. Mwenyezi Mungu amlipe kheri. Allahumma amin. Nini ambacho kimekuwa kikikupa msukumo zaidi wa kuendelea kufanya vitu vingi? Kwa sababu changamoto ni nyingi, unaweza kukata tamaa kwa namna moja ama nyingine, lakini nini ambacho kimekuwa kikikupush zaidi endelea kufanya? Kinachonipush zaidi kufanya ninayoyafanya ni malengo yangu nilojipangia. Kila siku naona kwamba bado. Kwa hiyo na nilikwambia kwamba family pia zinatupush kwa ajili ya kufika mbali na kufanya malengo yetu. Kwa hiyo hicho ndo ambacho kilikuwa kinanifanya zaidi niendelee kupambana na kufanya vitu vingi kwa ajili ya kwa lengo langu ni kufika hapa. Najua sio rahisi kufika, lakini at least kama ni 100% basi nifike 60. Ndio maana unaona kwamba hili hapa likija nafanya, hili hapa likija nafanya, ili mbadi tu najijua kwamba sijafika ninapotaka kufika, lakini nina ile ndoto kwamba Mwenyezi Mungu atanifikisha hapa. Kwa hiyo najitahidi kupambana zaidi, najitahidi kufanya mambo mbali. Changamoto zipo, yani katika harakati hizi mtu unapitia mengi sana, kwamba yani kibinadamu kuna ambao watakurushia mawe, kibinadamu kuna watu ambao hawatopenda unayofanya, kuna mambo mengi ya uzushi na yasikia kuhusu mimi, ambapo kwa mtu mwingine anaweza kusema kwamba yani ni magumu zaidi. Na pia unakutana na changamoto mbalimbali kama mwanamke, kuna watu ambao wanataka kukutumia just because. Kwa hiyo kifedha pia katika kuendesha hizi vitu, na pia yani ziko changamoto nyingi. Unajua kuna wakati unajikuta kwamba like akili yako pia ina seize, inakwambia kwamba like kulia mimi nishalia sana. Kwa hiyo mtu asione tu kwamba just nacheka akaja kwa sababu mimi mbona nakaa nalia nakumbana na mambo mengi lakini sijafika. Lia unapotaka, like lia, pasuka huko ndani piga makelele, lakini mwisho wa siku ukitoka nje bado unasimama na ule mstari wako. Kwa hiyo mimi rafiki zangu wa karibu wanajua ninayoyapitia, lakini wananiambia kwamba unajitahidi, uko strong na unatusaidia sisi wengine pia kufika mbali. Na ndio maana hata kwenye mitandao yangu ya kijamii mimi siposti tu vitu ambavyo nafanya kikazi, lakini saa nyingine naonesha vitu ambavyo nafanya kisocial, kifamilia, kwa sababu naonesha kwamba kuna maisha baada ya kazi, kuna maisha baada ya hizi harakati. Unatakiwa uishi kwanza, lakini unatakiwa utafute maisha, lakini uwe na familia, uwe na ndugu, uwe na marafiki. Hao ndio baadaye wanakuwa wanakaa kitako nayo wanakushauri kwamba hiki hapa umefanya si kizuri, usifanye. Au hichi hapa fanya, kinatusaidia wengi. Mimi kuna baadhi ya vitu na post tu kwenye mitandao, especially kwenye WhatsApp yangu nini, kuna mtu ananiambia ni
Sikutegemea kama ningeweza kuona mtu kama hivyo unaweza kufanya, unani inspire. Mimi kwangu niliona ni cha kawaida. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinatupush, kuna changamoto nyingi tunapitia hivyo, na unaweza kufikia mpaka level ya kutafuta matherapist ili kusaidia akili lakini mwisho wa siku una move. Kwa hiyo mtu asi give up at all, like usikate tamaa, vinakuja vingi sana, na kila ukienda juu vinakuja vya juu vikubwa zaidi. Kwa hiyo tuko strong na inshallah Mungu atasaidia tutafika. Amin inshallah. Kuna muda ambao tunakuwa tunahitaji msaada kutoka kwa watu mbalimbali ili tukamilishe mambo yetu. Imeshawahi kukutokea labda umehitaji msaada kwa mtu lakini mtu huyo akataka labda kukudhalilisha kimwili? Kama mwanamke ambaye ni kijana pia ambaye anajitoa katika mambo mengi, changamoto kama hizo hazikosekani na zinakuweko mara moja, mara mbili, mara tatu. Lakini kikubwa ambacho kinanisaidia kuweza kuepukana na hicho kitu ni kwamba bado nasimama na maneno ya mamangu anavyoniambia kwamba chochote utakachofanya simama na Mungu. Kwa hiyo nimekuwa naviepuka hivyo vitu baada ya kusema kwamba hiki kitu sio kitu ambacho kitanisaidia mimi kuweza kufika hii sehemu. Na nikifanya hii kitu lazima kitanipa ile guilty na kuogopa kwa Mwenyezi Mungu kwamba nimefanya kosa just because naweza kufanikiwa kwenye hichi kitu. Kwa hiyo ni kitu ambacho naweza nikapuuza na nisikufuate tena kwenye hilo jambo. Na nikajiambia kwamba hapa nitafika whether umenisaidia or not, na bila kipingamizi chochote, na nikaachana nayo. Na ndio maana saa nyingine pia kuna baadhi ya marafiki zangu wananiambia kwamba ungekuwa ushafika mbali, lakini ni kwamba kilichokusaidia ni kwamba umekubaliana na mwendo wako wa kobe, lakini ukafanya kwa njia ya kihalali na ukaanza kufanikiwa kidogo kidogo. Kwa hiyo ninajua kwamba ningekubaliana na hao watu kipindi hicho ama kipindi hichi, yani katika hizo harakati zangu za maisha, ningekuwa nishafika mbali, lakini nisingekuwa na furaha, nisingekuwa na amani, ningekuwa naishi na guilty. Lakini pia najua kwamba nimefanya vitu ambavyo Mungu havipendi, na kwa vile nasimama na Mungu nikawa najiambia kwamba hata kama nikipata kidogo, to be honest, saa nyingine tumaliza ma event na madeni, lakini najiambia kwamba nilifanya event, nilifanya shughuli ni kubwa na nzuri, na nimepatia jina na nimepatia maarufu na nimepatia vijana fursa mbalimbali. Hili pia litapita na linapita vizuri, na tunafanya vitu ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo sipendi kuishi na majuto, japo yanakuwa yanatokea katika mambo mbalimbali ya kimaisha, lakini kuna baadhi ya vitu vinaepukika na najitahidi kuviepuka. Kwa kumalizia, una neno gani kwa vijana, lakini pia wanawezaje kujiunga na Zanvakay kama mtu anataka kuwa member au kushiriki katika matukio mbalimbali ya Zanvakay? Naanza la mwisho afu nakuja la mwanzo. Sawa. Kujiunga na Zanvakay, sisi sana tunawaweka watu wetu kwa kama ni beneficiaries, especially tukiwa tunafanya zile event, kwa sababu sisi tunafanya event mbalimbali kama siku ya utalii duniani tunakuwa tunafanya ule mkutano wa kimataifa, lakini pia events workshop mbalimbali ndogo ndogo pia tunafanya. Kwa hiyo sisi tunakuwa mtu akihitaji kuweko katika list ya watu wetu ambao wanapata information zetu, ndio kwa tunaambia okay, tupatie namba yako ya simu au tunamtumia link, anajiunga kwenye WhatsApp group. Kwa hiyo updates zote ambazo sisi tunafanya wanazipata kule. Kwa hiyo hiyo ndio njia moja. Hatujaweka ile membership kwamba mtu lazima ulipie, sijui usaini form ndio uwe member. Hatujaweka hivyo. Sisi tunaweka tu watu wetu kama ni wadau. Kwa hiyo kwenye magroup yetu kuna wadau kutoka utalii, kuna wadau katika vitu mbalimbali, wanakuwa wanapata zile update. Lakini kitu cha mwisho ambacho ndio nimesema katika kuwashauri wenzetu ni kwamba mimi kila siku naambia mtu usikate tamaa. Kwa sababu ukikata tamaa huwezi kujua ndoto yako ulipangiwa muda gani, lakini ulistop mapema kwa kuweza kuifikia. Kwa sababu kama mimi naamini kwamba hata watu waliofika huko juu, nafasi za juu, walipitia vikwazo vingi sana, na sisi hatuwezi kuvijua. Watu wanapitia mpaka mtu anafikiria yale mawazo ya kutaka kujimaliza uhai, mtu anafikia hatua ya kutaka kwamba kuji-isolate tu just because dunia inakuona imekuelemea, lakini mwisho wa siku unajiambia kwamba maisha hayaishii hapa. As long as Mungu hajaniambia kwamba leo ndo mwisho wako, maisha yamekatika, basi unatakiwa tu uendelee. Lakini pia kitu kingine kikubwa ambacho ningependa kushauri watu ni kwamba tafuta marafiki ambao wanaweza kukusaidia kwenye kubwa na dogo, ambao wanaweza kukukanya hili fanya, hili usifanye, ambao wanaweza kusupporti kwenye jambo lako kubwa na dogo, na ambao wanaweza kukaa tu kukushauri vitu ambavyo vina make sense kwenye akili zako. Kwa sababu
the more unapata watu wanakunyanyua kimawazo, kifikra, kifedha, anything ambayo ni positive, the more unakuwa na mnakuzana wao na wewe. Kwa hiyo ukitafuta marafiki ambao mwisho wa siku unajikuta wewe ndio unamimina kwao alafu unabaki empty, hapo itakuwa huwezi kuendelea. Kwa hiyo unatakiwa uweke balance katika kila kitu ambacho unafanya na unaweza ukafika mbali zaidi. Kwa hiyo usikate tamaa, aina marafiki, usisahau familia kuziweka karibu, especially wazazi, kwa sababu dua za wazazi ni kubwa sana katika utafutaji wetu wa kimaisha. Na pia ni kusimama na Mungu. Ukisimama na Mungu kila kitu kinaenda sawa. Yeah. Tukushukuru sana. Nakushukuru sana Hadija. Sawa sawa. Naam, asante sana ndugu mtazamaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka hapa tumefikia tamati ya mahojiano yetu. Bila shaka umeweza kuona maneno ya Mafunda Kombo Faki, namna alivyo na uthubutu, lakini pia na maono zaidi ambayo yanagusa jamii. Hajawa binafsi, na umeweza kusikia kile anavyosema, hasemi ninafanya bali tunafanya. Nipo naye lakini bado anawakumbuka ambao wanashirikiana nao. Kwa kweli ni maneno mazito sana na kuna cha kujifunza hapo. Ulikuwa nami Khadija Juma, lakini tulikuwa na Mafunda Kombo Faki. Endelea kufuatilia Al-Fatah TV Online kwa mengi zaidi. Asante. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.